ila yajayo yanafurahisha. Marekani anatakiwa achapwe. Sasa ni yeye sasa kaandika maoni yake. Kwa ni msimamo wake na mtazamo wake. Ndio Mchungwe kabisa, na mtazamo upigwe rungu. Mtazamo upigwe rungu. Maoni ya mtu yanaheshimiwa. Bwana, tuangazia yaliyoandikwa kwenye magazeti. Yapo pia yaliyotokea kupitia maeneo mbalimbali. Weekend hii pia ilikuwa kuna shughuli hapo Karimjee ya kumuaga. Atapumzishwa kesho kule Iringa, lakini alikuwa jana, alikuwa kiagwa juzi Jumamosi. Hayati William Lukuvi na viongozi mbalimbali walizungumza. Najua mengi ulikutana nayo kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, East Africa Radio na kwingineko, lakini Mheshimiwa Rais alikuwepo pale, alishiriki na viongozi wengine kitaifa wakubwa tu wa sasa na wastaafu wote walikuwa pale, kwa sababu Lukuvi kafanya kazi na kila mtu unayemjua wewe kama kiongozi, mmoja kati ya viongozi waliofanya kazi na watu wengi kweli. Sasa miongoni mwa waliozungumza Mheshimiwa Rais kuhusiana na Mheshimiwa Lukuvi ni namna ambavyo taifa limepoteza mtu wa kiwango cha juu kweli. Tulisikia mengi, lakini walau tupate hii moja ambayo Mheshimiwa Rais alizungumza pale. Tulimhitaji ndugu yetu huyu kwa sababu tunamkumbuka kwa moyo wake wa upendo na mahusiano mazuri aliyoyajenga katika jamii, pamoja na utayari wake wa kushirikiana na kushauriana na makundi mbalimbali. Utumishi wake utukumbushe kuwa uongozi ni dhamana, ni wajibu wa utumishi wa umma kwa uaminifu na moyo wa kujitolea. Huu ndio urithi aliotuachia mpendwa wetu marehemu Lukuvi, na kama alivyosema baba paroko kwamba katika utendaji wa serikali nafasi hii lazima izibwe na si mbadala. Mbadala ni pale unaposema huyu aondoke, badili yake akae huyu. Lakini kilichotokea hapa ni paukwa pakawa, mmoja ameuka, mwingine atakaa katika nafasi hiyo. Kwa tutajitahidi kuweka mtu ambaye ataweza kufuata, si kwa ukamilifu, lakini atajitahidi kufuata nyayo zake, na nataka niwahakikishie kwamba hatutamsahau Mayele wetu, tutaendelea kumkumbuka. Mheshimiwa Rais huyo akizungumza wakati wa shughuli ya kuaga mwili wa aliyekuwa waziri, mbunge wa Isimani na kiongozi wa maeneo mbalimbali ambayo kupita, Mheshimiwa William Lukuvi. Jumamosi atapumzishwa kule Iringa. Tuendelee kuiombea familia, kuwapa pole ndugu jamaa na marafiki wa Tanzania wote kwa yale ambayo yanaendelea. Apumzishwe. Hii ndio njia yetu bana sote, si ndio Mchungwe? Kabisa. Bana, wiki iliyopita kulikuwa kuna sintofahamu kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara eneo la Coco Beach. Sana na clip moja hivi ya vijana wakiwa wanaitahadharisha mamlaka kwamba mnapofunga hapa mjiandae kufungua maeneo ya kukamata wahalifu yaongezeki, kwa sababu tutakuwa wezi. Kwa kuna sintofahamu ya wafanyabiashara pale Coco Beach wakiwa wanadai kwamba wameambiwa waondoke lile eneo kwa ajili ya marekebisho, sijui kwa ajili ya uwekezaji. Hawakuwa wanaweka sawa, lakini wanasema kuna sehemu waliitwa wakaelezwa kwamba wanatakiwa wapishe. Coco Beach ni miongoni mwa eneo ambalo lina vijana wengi sana waliojiajiri pale, waliowekeza. Sasa baada ya tetesi hizo na kauli za wafanyabiashara, waziri mkuu ameenda pale. Na swala lilikuwa ni moja tu. Hapa uzwi. Swala lilikuwa ni hapa uzwi. Toeni hiyo kwanza. Hapa uzwi. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alipita Coco Beach zungumza na wafanyabiashara. Hapa uzwi Coco Beach kwa msisitizo. Bichi haiuzwi. Na Mheshimiwa Rais alishakuja hapa akatoa tamko
hakuna mwingine wa kuja kutoa tamko tofauti na mama alilotoa hapa. Kwa vile tamko alilotoa Mheshimiwa Rais hapa Daktari Samia Suluhu Hassan ndio hilo sisi tunalosimamia hapa. Hapauzi hapauzi. Kwa hiyo kwa kuwa hata afisa biashara amesema inawezekana ilikuwa ni tafasiri, ni masuala ya tafasiri ama ya kutokuelewana ama ya kuteleza katika mawasiliano, tuende na tamko la serikali ambalo alitoa Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe kwamba hapa ni kwa ajili ya vijana wetu. Hapauzwi. Nadhani leo kwenye ngenga za wananchi pale Sam nadhani alipita Coco Beach pia akazungumza na wafanya biashara. Moja kati ya kitu ambacho nitamuuliza hata Sam nikikutana naye nje ya mambo haya ya kazi, nitamuuliza wale vijana walikuambia nani aliwaambia? Yani nataka nifahamu nani aliwaambia wale vijana kwamba kuna kwa muondoke hapa, kwamba atakiwa hapa wapishi. Kishampata ndo na mimi nitamfuata huyo mtu nimuulize, wewe nani alikuambia? Au wewe ulitumwa na nani? Sababu moja kati ya swali ambalo litaulizwa na watu wengi pia kwenye hiyo, haiwezi tu kutokea hewani watu waambiwe waondoke. Kwa kuna mtu au kuna mpango upo kabisa labda, au kuna mtu ana mpango wake kichwani kuhusu Coco Beach. Lakini jinsi ya kufikisha sasa wenda kawafikisha bila kufahamu pia historia ya eneo hilo, watu wameambiwa wafanye nini. Na mimi nimesoma mtandaoni, nimeona mambo mengi sana kuhusu eneo hilo. Wapo kuna mjadala pia unaoendelea unajua kuhusiana na uendelezwaji wa lile eneo. Yes. Mjadala mmoja ambao kuna hiyo dhana ya vijana ambao wanafanya biashara na mchakato wa kuendeleza lile eneo. Pakitaka kuendelezwa paendelezweje? Wale au pafanywe sasa uwekezaji? Ni maswali ambayo yapo kwenye watu wanaulizana kwenye vikundi vya mijadala huko. Lakini yote kwa yote Mheshimiwa Waziri Mkuu anasema hata rais alishaenda pale, alishasisitiza kwamba jamani, hapa uzwi, hapa ni kwa ajili ya vijana. Watu wajitume tukale mishikaki ya 100 pale itakuwepo bado. Mimi mtei nilikuwa na Coco Beach nisha kula sana mioko. Coco Beach nisha kula sana mioko. Sana. Ilikuwa ni langu sana la kujidai. Sasa ni kweli kabisa kwamba kuna vijana wamejiajiri pale. Na watu wamekuwa wakiendesha maisha yao, familia zao, na hata kuepukana na watu kufanya matendo ambayo ni maovu kwa sababu anakuwa busy kuna shughuli ambazo kimsingi wamekuwa wakijipatia kipato. Kwa hiyo hapo umekizungumza hiyo swala uendelezaji na aendelezwe nani? Umeelewa? Yaani kwamba pale kuna vijana kama hoja ni mchakato wa kuendeleza, tunataka tukawa empower vijana. Sikiliza, hapo sasa labda mfanye hivi, mfanye vile, mfanye hivi. Hapo sasa kwa sababu ili ni mambo labda wanakuja watu wengi kata kuboresha huduma. Kwa hiyo empowerment inaweza kufanyika hata katika wazawa. Sio nipata? Yaani empowerment inaweza kufanyika hata katika wazawa. Kwani empowerment maana si kutransform? Ndio. Shughuli ambayo unaifanya uongeze ubora, uongeze umahiri na competence. Simple. Hiyo ni empowerment. Kwamba mtei alikuwa anafanya biashara yake katika mtindo huu, sasa afanye biashara katika mtindo huu hapa. Watakuja watapewa elimu, watakuja kufundishwa masuala ya branding, sawa, kujiweka vizuri, mitandao. Yaani eneo ambalo ukitazama inakuwa linavutia. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kuna kitu ambacho umezungumza kwamba hiyo hoja ya uendelezaji na nani tumuendeleze. Hiyo ni hoja msingi sana katika mjadala ambao sio hapa tu, kuna maeneo yoyote yale. Haya bana, hiyo ni kutokea Coco Beach na watu tukae nayo kama ilivyo hivyo. Kisa tuangazie mengine ambapo kwenye siasa huko bana mambo yanaendelea. Jana nimeona kauli ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo
wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo ametoa onyo kali kwa watu wanaochochea vurugu nchini, akisisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vinavyoashiria amani ya taifa, vinavyohatarisha amani ya taifa, huku akiwataka wananchi kuwa macho dhidi ya ushawishi wa watu wenye ajenda binafsi, huku akisema wao kama chama, watu ambacho hawajui ni kwamba wakikutana na Chadema wanagonga 5. Ila watu wanapoteza muda, kwa sababu wao wakikutana huko juu wanagonga 5 vizuri, maisha yanaenda. Kwa hiyo usiweke hisia sana. Wenzako wanakula 5 fresh, gonga glasi, maisha yanaenda. Huyu hapa Kenani kiongozi. Na niwaibie siri hapa, viongozi wote wakubwa wa kisiasa wakikutana wanasalimiana, wasalimiani, wanakunywa chai pamoja, hawanywi, wanagonga 5, hawagongi. Wewe nafikiri mimi nikikutana na Zitto Kabwe hatusalimiani? Au nikikutana na Lema hatusalimiani? Au nikikutana na watu wa Chadema hatusalimiani? Alafu wewe uko Muleba eti umenunanuna, unapoteza muda bure. Ijue siasa. Ijue nini? Siasa. Maisha yetu tusiatoe rehani kwa watu ambao hawajitambui. Hawezi mtu akakaa Ulaya anakwambia mtu wa Muleba haribu nchi yako na wewe unatekeleza. Wewe maana yake kichwa chako hakiko vizuri. Watu wanagonga 5. Huo ndio ukweli. Na hiyo ndio inatakiwa siasa iwe hivyo. Siasa inatakiwa iwe hakuna maisha nje ya hoja. Nilikuwa na maana kwamba mkishamaliza kubishana kwenye hoja, ubishano unaishia hapo hapo. Hamwezi kubishania pia kwenye maisha ya kawaida. Yani maisha ya kawaida inabidi yaendelee, tusalimiane, tuzikane. Unajua kuna huo mtazamo ambao umejengeka na watu. Unafikiri kwamba labda ni chui na paka. Kumbe hakuna. Huo ndio mambo huwa yanaenda. Huo ndio ukweli kabisa. Kwamba viongozi wakikutana, unafikiri kule mazungumzo ya negotiation, kwani pale unazungumza chai inanyweka pale, ndio watu wanazungumza, wanafurahi, wanacheka. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana kwa yule followers, mfuatiliaji, au yule unaitwa makada wa vyama, kujua hizo principles. Usipozijua hizo utajikuta wewe kila mtu ni adui yako. Kuna kauli yako moja unasemaga kwamba usifanyaje? Usifanyaje? Irani sikufanyaje? Usiuvae. Usiuvae usiasa. Usiuvae usiasa. Wewe ishi kwenye principles zake. Kwamba huu ni muda wa kufanya hiki. Hoja yangu ni hii. Imepokelewa hivi, usijitoe sana. Usisacrifice, maisha bado yapo. Nakumbuka wakati wa na ESP kama itapokelewa vizuri sana, wakati wa kuelekea uchaguzi wa mwaka jana. Kuna group moja hivi walinitoa kuelekea uchaguzi wa mwaka jana, kuelekea uchaguzi 2025. Yes, kuna watu kwenye group tu kwenye kujadili hivi, mimi nauliza tu maswali, jamani, hicho ulichosema kwa maana hii kina nini, kinamaanisha nini? Wakaungana wakagundua mimi sijui na wakwamisha wakanitoa kwenye group. Ni chawa. Mpaka leo hawajanirudisha. Kila nikiuliza, jamani, nirudisheni tuendelee kujadili haya mambo. Wasema wewe kuna vitu sisi tunazungumza hiki, unatuuliza vitu, unauliza vitu vigumu. Tunajadili tu. Ndio hiyo sasa kuvaa usiasa, kwamba hata kwenye maisha ya kawaida mnaweza mkatoana kwenye jumuiya zenu kwa sababu ya siasa, kitu ambacho sio sahihi sana. Lakini viongozi wanazungumza. Lakini mimi nafikiri kwamba tuna hoja kubwa sasa hivi ya sijajua, kuna utamaduni wa mazungumzo. Yani kuna utamaduni wa watu kuzungumza na kujenga hoja na kubishana na kupishana kwa hoja. Nafikiri hiyo nayo kama sidhani, kwa maoni yangu, kama imepungua. Mimi nikitazama imeondoka. Nikitazama kwenye mitandao, kwa mfano ukajenga hoja yako, inaweza kawa labda ni ya kijinga, au mtu labda haipendi, lakini mtu anaweza akaanza kukufagaa kwamba jamaa huyu ana mwanya, amevaa shati si shati kubwa, amevaa suti, kichwa chake si kikoje. Sasa unajiuliza, mimi nimetoa hoja hii, twende na hiyo hoja. Kama unanipinga, weka hoja yako. Au kama una hoja nyingine tofauti, iweke. Sasa na ukitazama katika mfumo wa siasa, kwa sababu siasa mtei ni hoja. Siasa sio malumbano, wala sio ni hoja.
Haya bwana, dakika ni 21 baada ya saa 12 kamili. Tupo kwenye wino mzito tukiangazia yale ambayo yamepewa kipaumbele kwenye maeneo mbalimbali kama mitandaoni, matukio makubwa, lakini pia magazetini huko yapo yaliyoandikwa. Vigogo watishana mbio za urais CCM. Huko na kwenyewe pia kiwa mfuatiliaji wa siasa kwa ushaanza kuona vitu. Tuongee tu kweli. Watu wajipanga. Kiwa mtu wa siasa za ndani kabisa ziweza kufuatilia kauli kwa kauli, neno kwa neno, mwenendo kwa mwenendo. Sasa hii sizungumze na wale watu ambao hawafuatilii. Sasa mtu ambaye anakaa anasikiliza kila hotuba, anasikiliza kila mtazamo, anasikiliza kila mwenendo wa mtu. Watu wajipanga kwa PlayStation material. Kuna kitu shakiona. Kuna mtu alikuwa akivaa tai na kavi basi hivi anairekebisha ili aanze kuonekana kwenye mfumo safari kwa safari kwa 30. Sasa Mwananchi wameandika vigogo watishana mbio za urais CCM. Nimeona nukuu hapa wameweka mbili. Kuna nukuu ya Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM bara, anasema unazungumziaje urais 2030 leo wakati hata hujui kama utakuwepo? Hiyo ni kama kumjaribu Mungu. Wakati huu tunapaswa kujikita kwenye kazi za kujenga chama na nchi. Watu wameanza kuwaza kutengeneza kambi. Na ile video niliona, nilipata nafasi ningeicheza hapa, nilitafuta nikaikosa, lakini Wasira alikuwa anauliza kwamba kila mtu akiwa na kambi kwenye hiki chama, nani atakayekuwa CCM sasa? Sababu kila mtu ana watu wake. Watu watengeneza mtandao. Kila mtu akiwa na kambi yake na mtandao wake. Kambi ya mchungu. Nani atakayekuwa mtu wa CCM? Wamemnukuu pia Paul Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, anasema ukiona kuna hawa viongozi wanataka kujitenganisha na hii serikali, basi ni vyema wakae pembeni, wawe sehemu ya wakosoaji wanaoikosoa serikali. Watu wote wanaojipanga hawawezi kushika hata urais 2030 hawapati. Watu wanaojipanga saizi hawawezi kuupata. Hivyo tukao jipange nini? Sio nimesema ulikuwa unavaa tai hivi basi hivi unavaa vizuri. Naweza tukao jipange nini? Tukao jipange nini? Sasa hiyo huwezi kuambiwa. Kibaya zaidi kwenye haya mambo. Kibaya zaidi kwenye haya mambo ya urais na kujipanga. Mchungu na utaka urais. Huwezi kuambiwa uanze lini. Hakuna atakayekuambia. Wewe ndio utaamua kwamba sasa nianze nisianze. Ukianza watakwambia uanze mapema sana. Ila usipoanza watakwambia hukuanza mapema. Kujipanga. Ipo kauli mtei kule siasa nasema mwisho wa uchaguzi mmoja. Iko watu isa kwa wafuatiliaji wa siasa. Ndio mwanzo mwingine. Mwisho wa uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Mtu anayepumzika baada ya uchaguzi huo. Kwa hiyo ni kwamba uchaguzi kwa mfano mwaka 2030 hautakukuta tu hapa. Si ndio? Upo kwenye katiba yetu. Ndio. Yaani sisi katika kalenda hizo za matukio ya kisiasa itafika mwaka 2030 kutakuwa kuna tukio la uchaguzi. Kama vile ambavyo ulikuja mwaka 2025 kukawa tukio la uchaguzi. Kwa sasa kama nimependa kauli yako kwamba utaambiwa umejipanga lini, lakini utaambiwa ujipange lini, lakini usipojipanga mapema utaambiwa kuanza mapema. Lakini uchaguzi utakuwepo uchaguzi, na ukijitokeza mwishoni utaambiwa ulikuwa wapi. Au watu wamjui bwana. Kwanza ukujipanga mapema yenyewe ni ipi uambiwi sasa. Siasa ni vitu vya mitego sana. Siasa ukijipanga unaambiwa unajiandaa mapema sana. Una nia njema wewe. Ukisubiri muda ufike ndio jitokeza unaambia wewe umechelewa. Kwa watu bwana watu wamejiandaa mapema. Haya bwana, mkakati mpya wa Chadema walenga kujitegemea, ofisi mpya za chama kutumika ujumuishaji matokeo ya uchaguzi, wanachama walalamika unyanyasaji wa wapangishaji. Ipo kwenye ukurasa wa pili wa Nipashe wameweka hapo, wakimnukuu John Heche akisema kama tunataka kuona demokrasia ya kweli ni lazima tuichangie na kuipigania kwa nguvu zetu zote. Demokrasia haiwezi kuja yenyewe, lazima tujitolee, tutoe rasilimali zetu na kuhakikisha tunasimama imara katika kulinda haki zetu. Ni kauli ambayo ipo kwenye gazeti la Nipashe, unaweza kwenda ukaisoma na mambo yakawa mazuri kabisa. Lakini pia biashara katikati ya maeneo hatarishi Dar es Salaam, hii ni ripoti maalum imeandikwa kwenye Mwananchi, unaweza kaisoma. Kuna maeneo matatu Dar es Salaam ambayo kama hatua za haraka zisipochukuliwa basi tarajie maafa, hatari kubwa kwenye maeneo hayo inatokana na uzembe na mamlaka kushindwa kutimiza wajibu wao. Kasome hii ripoti maalum, ipo kwenye gazeti la Nipashe. Na taarifa nyingine nyingi ambazo zimeandikwa unaweza kuzipitia huko. Trilioni 4.2 kuwekezwa kiwanda cha chuma
Samia aliza dhamira kuwekeza kimkakati, mvuto Tanzania watajwa. Rais Dr. Samia asisitiza uwekezaji wa kimkakati. Nenda kasome haya yote yameandikwa kupitia kwenye magazeti na mitandaoni huko tumekuwekea, unaweza kupita nayo mambo yakawa mazuri. Sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya Lenzi. Kaa hapo hapo, sisi tupo mpaka 3 kamili za asubuhi.